ونشوفا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أني وإسلام أني وجوا الله سبحانه وتعالى، الحزن والهم وأسبابه وعلاجه، يعني huzuni na misononeko ya roho pamoja na taabu anazozipata mtu ndani ya moyo wake. Sababu zake ni nini? Huzuni. Nini sababu ya huzuni? Inatokana na kitu gani? Wa ilajuhu, na dawa zake, yani matibabu ya huzuni. Kwa sababu ukweli wa mambo ulivyo kwamba innal insana la yakhlu min hammin wal huzni maadama fi dunya. Kwa hakika mwanadamu hapaepukani kwake yeye huzuni, haziepukani kwake yeye maadamu yupo katika maisha ya dunia. Lazima atapambana na huzuni tu. Hakuna hata mwanadamu mmoja awe atakavyokuwa, awe na daraja, awe na mali, awe na cheo, awe atakavyokuwa, lazima haya atapambana nayo maadamu yupo katika maisha ya dunia. Taabu tena zenye kupandana ambazo kama zitamkuta tu. Na moja katika tafsiri mbili za aya ya inayosema laqad khalaqna al-insana fi kabadi, aya tafsiri mbili hiyo. Moja katika tafsiri yake kwamba kwa hakika mwanadamu, laqad khalaqna al-insana, kwa hakika tumemuumba mtu, yani mwanadamu, fi kabadi, yani kuwa katika papatiko, yani kuwa katika kuhangaika, kuwa katika matatizo. Huzuni zinaingia hapo, misononeko ya roho inaingia hapo, shida zenye kupandana kwake zinakuwa zinaingia katika pahala hapo. Haya ni mambo ambayo kwamba mwanadamu lazima atapambana nayo na lazima atakutana nayo katika maisha yake ya dunia. Na ndio maana kwa msingi huu hili jambo ni kubwa na lenye kuumiza. Ndio maana laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yad'u Allah, kwa hakika alikuwa mjumbe wa Allah Mtume sallallahu alaihi wasallama akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa anamuomba Allah alindwe na huzuni, alikuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala apate kumlinda na huzuni mbalimbali. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni wal-ajizi wal-kasali, na mambo mengi mengineyo alikuwa akimuomba kama ilivyokuja katika riwaya mbalimbali za hadithi. Anamwambia, ewe Allah, na kwa hakika mimi najilinda kwako, yani nataka ulinzi kwako, minal hammi,
kutokana na hammi wal huzni, huzuni na hammi. Ni katika namna ya huzuni hizo, ni katika namna ya huzuni Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijikinga. Na vile vile wanavioni, kwa mfano mwanachuoni mkubwa sana, mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, na alikuwa ni mwanachuoni mkubwa wa masuala ya tiba ya nyoyoni, ya mambo za nyoyo. Yani sio kama ni daktari wa kutibu nyoyo kale vidonge vingapi, yani kuhakikisha kwamba nyoyo ziko zinakwenda sawa sawa, zinaondokewa na huzuni, ni zenye kumtii na kumtegemea na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanachuoni huyu anasema arba'atun yahdimul badana, mambo manne yanakibomoa kiwiliwili. Akayataja mambo manne hayo, akasema alhamu walhuznu, akataja hamu, huznu. Haya mawili yote na maana moja ya huzuni, kwani hamu kama tulivyotangulia kusema ni katika aina ya huzuni, ni katika aina ya huzuni. Kisha kataja la tatu aljuu, njaa, na la nne akataja saharun, yani kukesha bila ya kulala, yani kwa mtu hapati usingizi. Mambo manne haya yahdimul badana, ndio pale aliposema arba'atun yahdimul badana, mambo manne yanakibomoa kiwiliwili cha mtu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, si jambo ambalo kama lenye kufichikana, bali kila mmoja kati yetu sisi anafahamu kama huzuni ni jambo ambalo kama lilikuwa baya. Sasa wama asbabuhu, nipi sababu zake? Kawaida miongoni mwa sababu za kawaida zinakuwa kama mtu mfano akipatwa na ufukara, na kabla ya hapo hakuwa fukara, anakuwa na huzuni, hasa ikiwa kabla ya hapo hajapata ufukara, basi anapata na huzuni, anapata hamun. Na vile vile miongoni mwa sababu hizo kupotelewa na mali, yani alikuwa na mali, mali yake ikampotea, ima mambo yakaharibika, zile njia zake za kutafuta riziki zimefungika kwake yeye. Kuna kupotea kwa kule kwa sasa yuko fukara moja kwa moja, na vile kupata maradhi na kupata matatizo, madeni yenye kupandana, hili. Ukisikia hodi wewe unashituka, kama una simu unashituka. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, mbona unakithirisha sana kuomba dua za kujikinga na madeni? Akasema kwa sababu ukiwa na madeni huishi kusema uongo na kutoa miadi ya uongo, na ndio madeni yalivyo. Hizi ni katika sababu za kawaida katika kuleta huzuni. Miongoni mwa sababu zinazopelekea huzuni albughdu anillahi subhanahu wa ta'ala, kule kuwa mbali mja na Allah subhanahu wa ta'ala, yani akaiko mbali naye. Vipi kwa iko mbali naye? Maana yake hatekelezi yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala, yani kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Anaishi mtu kana kuwa kwamba kajiumba hajaumbwa, kana kuwa kwamba anajipangia hapangiwi. Hii ni katika sababu, na watu kama hawa inakuja vibaya kuliko huzuni yake. Na simaro tayona pressure inapokuja haijawahi kutokezea, na siku nyingine hajapatama kuwa na sugar, yani sukari, mara utakwenda sukari imepanda, mara hili na hili, kwa sababu ya kuwa iko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min asbabihi inhirafu al-sirati al-mustaqim, kule kwenda upande na njia ambayo kama iliyokuwa ya sawa sawa, kwenda upande na njia iliyokuwa imenyooka. Vile vile ni katika sababu, miongoni mwa sababu, na vile vile katika miongoni mwa sababu yanaingia hapo. Haya yote haya yanaingia kuwa mbali, yanaingia kwenda upande, yanaingia vile vile irtikabu ma naha Allahu anhu wa rasuluhu, kuyafanya yale aliyokuwa ameyakataza Allah na mtume wake. Hizi sababu, yawezekana mtu hajapata na ufukara, yawezekana mtu hajapata na maradhi, hajapotelewa, hajampata lolote, lakini kwa kuwa yuko mbali na Allah, anakwenda kinyume na njia ambayo kama ilikuwa sawa sawa, anayafanya yale yaliyokuwa yamekatazwa na Allah,
na mtume wake, na badala yake anayawacha yale ambayo kwamba yaliyokuwa yameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ni sababu anaweza kupata mtu huzuni na sio anaweza anapata tena, utamshangalia wewe lani nini tena, maana anachotaka anafanya, mali aliyokuwa nayo, singine na cheo, ana hichi na hichi na hichi. Sasa mbona ana huzuni? Utamwona ni mtu ambaye kwamba mwili umeharibika, unabomolewa kila leo, unabomoka tu. Unamwona mtu maana yake ukimuona utafikiria hamiliki hata pembe la robo mlo, utafikiria, na hali ya kuwa na uwezo wa kuagiza chakula nje ya Afrika. Chakula chake cha mchana kanaagizia nje na kanakwenda kinaletwa sasa kukichukua airport, bali madebe yanapokezana, ndege ipi inakwenda leo inaruka kwenda Afrika na mpaka Tanzania, na alafu vipi itamfikia nyumbani kwake alipokuwa anakaa, ingine nje ya mji huko bali na kila kitu. Lakini ukimuona wewe kabomoka. Maneno ya vijana, ukimuona choka, yani choka baya, yani kachoka vibaya, sababu kwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ya muslim, ewe muislamu, aqbil ala Allah, ikabilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani al-Karim, Allah anasema faman ittabaa hudaya fala yadhillu wala yashqa, kwamba atakayefuata uongofu wangu mimi fala yadhillu wala yashqa, hatapotea wala hatapata taabu, hatapotea wala hatapata taabu. Waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, na atakayeupuuza ukumbusho wangu mimi, yani yale anayotaka Allah na ndio anayotaka mtume wa Allah, hayo basi atapata maisha ambayo kwamba yaliyokuwa taabu. Waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atapata maisha ambayo kwamba yaliyokuwa ya dhiki, atapata maisha yaliyokuwa ya taabu. Na kisha wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu. Abdullah, ewe mja wa Allah, aqbil ala Allah, jielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala utaona maajabu katika maajabu yaliyokuwa makubwa. Namna gani Allah anapokutoa katika shida, Allah anapokutoa katika taabu, Allah anapokutoa katika misononeko ya roho. Innahu ala kulli shay'in qadir, kwani kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza juu ya kila kitu. Hakina ambacho kwamba kilichokuwa yeye kinamshinda. Jielekeze kwake, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwambie Allah matatizo yako ambayo kwamba uliyokuwa nayo. Muombe Allah, mwambie hili, mwambie hili. Kwa ufupi, ya Abdullah, aqbil ala Allah, jielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqbil ala Allah, jielekeze kwa Allah. Hiyo ni katika tiba miongoni mwa tiba, ni katika tiba ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, kule kuacha wewe kuwa mbali na Mola wako, kule kuwa wewe kuacha kwenda upande, nenda njia ya sawa sawa aliyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameiweka. Akafika kusema ndani ya Qur'ani al-Karim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyokuwa imenyooka. Wa anna hadha sirati mustaqiman fala tattabi'u subula فتفرق بكم عن سبيله. أي يقول مجاهد رحمه الله، أنا سنة بين مجاهد أمن منفوز ومصحابة ومتم محمد صلى الله عليه وسلم،
alikuwepo katika benchi ya Abdullah bin Abbas na maswahaba wengine, kasoma kwao, anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uha wala tattabi'u subula, maka ay wala tattabi'u bid'a, wala msifate mambo ya uzushi, fatafarraqa bikum an sabili, kuyafata mambo ya uzushi, yani mambo ya bid'a, inakuwa ndio sababu ya kukupoteza nyie na kukutoa nyie kutoka katika njia iliyokuwa ya sawa sawa, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa ni katika dawa, na sisi tunazungumza bid'a leo hapa, tunazungumza masuala ya huzuni, masuala ya huzuni wal hammu, na hammu min alhuzni ni katika huzuni. Dawa yake ni kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ipi dawa nyingine? Miongoni mwa dawa zake nyingine ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwomba kwa namna zipi na kwa maneno kama yapi? Baada ya kikao cha hutuba mbili tutakuja kuona maombi yenyewe. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayuha almuslimun ibadallah, enyi waislamu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, suala la kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kila kitu, ndio kila kitu. Miongoni mwa kila kitu ni kuondosha huzuni ambazo kwamba mja aliyokuwa nayo, kama huzuni yoyote ambayo kwamba itakayokuwa yoyote, kwa maana yoyote, kwamba ni kwa mtu au kwamba ni kwa watu au ni katika jamii yao au katika dunia yao. Kwa mfano leo ndio utakuta kwa wale wenye masimu makubwa na vyombo vya habari zimesheheni habari za masuala ya Palestina na Mayahudi yaliyokuwa yametokezea mbalimbali. Sasa ni huzuni, sio furaha, bali ni huzuni. Lakini sasa sababu ya huzuni hiyo ni ipi? Si katika mambo ya kuingia kiushabiki, katika mambo ya kutaka kuingia huzuni hiyo. Sababu sio kuingia kiushabiki ambao majority, yani wengi katika Waislamu tunaingia kiushabiki. Hatuingii kujua sababu ya kupatikana huzuni ile kwa Waislamu na kufika Baitul Maqdis, ambayo mmoja katika misikiti mitatu mikubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mkubwa wa utukufu, ambayo inajulikana kisheria iko katika mikono ya Mayahudi, ambayo Waislamu wengi sababu wanakuwa hawendi katika sababu za sawasawa, hawendi katika sababu za sawasawa. Na mimi nimekusudia kuzungumza masuala haya, bali nimekusudia kuyataja haya kwa sababu ya hii somo nilokwenda niendeleza hapa na hutuba hii ya masuala ya hamu wal huzni. Ni huzuni, lakini sababu yake ni ipi? Ina maana madamu ni huzuni, sababu moja kwa moja ni yale ya kuuawa kwa Waislamu wengi. Tunazungumza Waislamu ndio wanaotuuma, lakini je, sababu hiyo ni hiyo tu ndio ikapelekea huzuni peke yake? La, sababu ni kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kinyume na kwenda upande na yale ambayo kama anataka Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha Waislamu wawe vipi katika hali ya udhaifu, na wawe vipi katika hali watakapokuwa na nguvu, na wawe vipi katika kila hali. Lakini kwenda kinyume na wanaokwenda na haya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafikiria wala sina wasiwasi katika haya, hakuna yoyote aliyekuwa anayepinga, bali wanakwenda sawa sawa na haya ya njia sawa ya kutatua matatizo au ya kuliendea jambo. Ni ahlus sunna wal jamaa min as-salafi wal khalafi. Ahlus sunna wal jamaa mwanzilishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikapata wapi? Kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapata wapi? Allah ni yake mwenyewe. Allah kapata wapi?
Mtume akawapa masahaba. Baada ya mtume ni wa mwanzo, wao ndio wa mwanzo, wakawapa wanafunzi wao matabiina mbalimbali, wakawapa wanafunzi wao matabiina, wakawapa wanafunzi wao maimamu kama Imam Shafi, Allah amrehemu, na wanafunzi wake kina Imam Ahmad bin Hanbal na wengineo, na walimu wake kina Imam Malik na wengineo. Ndio toka mwanzo huko, toka katika kipindi cha shida wako Maka, mtume na masahaba zake madhaifu. Maka shetani anataka waolewe, anataka wavurugwe. Watu wanajua hawa madhaifu, hawa ni madhaifu. Wamekaa siku moja Mina katika kipindi cha utume Maka, dhaifun, wamekaa wenyewe wanapanga mpango yao, madhaifun. Na wale walioslimu kutoka Madinatul Munawwara wanapenya wanaingia Maka kuja kumpa mkono wa utiifu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shetani akapiga kelele kwamba hawi wapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shetani hajasema sallallahu alaihi wasallam, ana jeshi kubwa na wapo ndani ya Maka hii Mina, wanataka kuja kukuvamia na kutujeni wakutoeni katika mji wa Maka. Walikuwa watu kidogo, watu dhaifu, hata panga hawana. Shetani alipokuwa hivyo, mtume ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anayaalamu sirra wa akhfa, anajua siri na aliyokuwa amejificha zaidi kuliko siri. Akampa habari mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuhusu haya. Mtume akamwambia masahaba zake kama tawanyikeni, kila mmoja akakimilia katika hema lake. Shetani huyo anachotaka mambo mabaya kwetu sisi, anachotaka tuje kumwagiwa damu zetu hapa. Sisi hatuna vita wala hatuna jeshi hapa. Wakaondoka, jeshi hilo hapo lishaingia la Maka la washirikina washaingia pale. Hakuna mtu hajaingia uwanjani, wakawa ni watu madhaifu, hawajafanya chochote, bali walikaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha namna gani ambayo kwamba alikuwa akifanya, njia za kufanya akazifundisha katika hali ya kipindi cha udhaifu. Sio atokeze mtu aseme siku fulani fungeni kisha baadaye ombeni dua, kama leo katika mambo ya kilimwengu yalivyo, kama mambo ya watu wa harakati walivyo. Mara utakuja na chaguliwa siku ya kufunga sana Alhamisi, mwamkio wa Ijumaa na dua makali, lakini kutangulizwa na funga. Hakuna funga hiyo. Sio kama hakuna funga ya siku Alhamisi. Alhamisi ipo funga hiyo ya kwa jamani, fungeni, tuna kijambo. Hajasema mtume wala hajafundishwa wala hajakufanya mtume mayote mpaka dunia itamalizika yatufanya. Hakuna masuala hayo, maandamano na mfano mambo kama hayo yote ni katika mambo ambayo kama nikosea sawa, si katika mambo ya sawa. Huzuni ipo, si katika mambo ambayo kama kutatua huzuni, si katika mambo ya kutatua huzuni. Kwa sababu sizungumzi haya, bali nazungumza kuhusu huzuni, naendelea na huzuni. Kwa hivyo huzuni ina tiba zake, ina sababu zake, na ina tiba zake za kuweza kuiondosha, kuweza kuitibu huzuni. Yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim Allah amrehemu, man asbaha wa amsa, yule atakayepambazukiwa na asubuhi na atakayeingia katika wakati wa jioni, walaysa hammuhu illa Allah, ikawa yeye hakuna linalomshughulisha isipokuwa anashughulishwa na Allah wahda peke yake. Tahammala Allah subhanahu wa ta'ala tahammala Allah anhu hawaijahu, Allah atambebea mahitaji yake na shida zake na matatizo yake ambayo kwamba aliyokuwa nayo. Wa hammala anhu, na atambebea yale ambayo kwamba yenye kumhuzunisha na mambo mengineyo mbalimbali ambayo kwamba aliyokuwa nayo. Ikawa Allah ndiye anayemshughulisha. Yani vipi kushughulishwa na Allah? Maana vipi yeye atamtii Allah asifanye maasi kwa Allah? Vipi atafuata sawa njia sawa
vipi atafuata mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asitoke akaenda katika mwenendo mwingine ule kwa si mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu ni katika imani, hizi ni katika tiba, miongoni mwa tiba za kuweza kuondosha huzuni, na miongoni mwa hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha dua mbalimbali. Miongoni mwa dua hizo alimfundisha Asmaa, allama Asmaa binta Umais radhiallahu anha, mwanamke wa kisahaba huyo. Alimwambia idha nazala biki alhuznu walhammu, utakapokuteremkia huzuni basi quli, sema Allahumma anta rabbi la ushriku bika ahadan. Akamwambia Allahumma, ewe Allah, Allahumma, ewe Allah, anta rabbi, wewe ndio muumbaji wangu, wala ushiriku bika ahadan, wala sikushirikishi wewe mie na kitu chochote. Hakadha, yani maneno yalikuwa na maana kama haya. Pahala pengine katika hadithi ya Bilal bin Abbas, hadithi iliyokuwa katika fi sahihaini, katika sahihi mbili, Mtume kasema sallallahu alaihi wasallam, man nazalahu hammun wal huzn, atakateremkiwa na hammun na huzun, basi fadiyakul, na aseme, atakateremkiwa na hammun na huzuni aseme Allahumma, laka ewe Allah, Allahumma rahmataka arju, ewe Allah rahmatako nazitarajia, maka nazitaka. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain, fala takilni, usiniegemezee mimi jambo langu mimi la huzuni yangu na shida yangu mimi ndani ya nafsi yangu mimi, tarfat ain, hata kwa mpepeso wa jicho kaniachilia mimi mwenyewe, ndio niwe mtatuzi wa kwenda kulitatua jambo hilo. Wa aslih li sha'ni kulla, na unitatulie mimi mambo yangu yote ambayo kwamba niliyokuwa nayo, na unitatulie mimi mambo yangu yote niliyokuwa nayo. La ilaha illa anta, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yako. Na dua nyingi zimekuja katika haya, ambazo nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja papo kwa papo. Utafikiria mchezo wa kuekti namna gani mukhraja anapopatikana mtu anatoka katika huzuni yake. Tuacheni hapa, tutatazama kama mtaomba mtakubaliwa, kama juma itakayokuja au mwaka wote ule tukija tena insha Allah ndio kuendeleza na maudhui hii. Allahumma kullana wala takun alaina, wazidna wala tanqusna, واكرمنا ولا تهنا، ورفعنا ولا تضعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين.